mpira ulikuwa mzuri sana. Japo kuna wale Mashujaa wamecheza kwa maelekezo, ni kama walikuwa wameahidiwa kitu na timu fulani hivi. Kwa hiyo mpira ulikuwa ni mbovu kwa upande wao, kwa sababu hatujua testa ya mpira. Mara nyingi wanalala, wanapoteza muda, kitu ambacho kimekuja kuathiri dakika za mwishoni kabisa. Refa amekuja kuadhibu kwa dakika nyingi na wanafanya makosa kwenye boksi, penalty zinatolewa. Kwa hiyo wale Mashujaa wamecheza kwa maelekezo, kama kuna mtu ambaye wameahidi kitu. Kwa hiyo mpira ulikuwa mbovu kwa upande fulani. Angalia matukio ya penalty ambayo yametokea yalivyotengwa jinsi na referees. Unaona ni haki kwa penalty zile kupigwa au kuna namna ambayo imefanyika wewe hujaielewa? Penalty ya kwanza ilikuwa fresh clear kabisa, hakuna longolongo zozote yani. Ni penalty ambayo penalty zingine haina shida. Penalty ya pili mwamuzi alikuwa mbali, Lenzman alikuwa karibu. Aliweka nje lakini Lenzman akamwambia hiyo amechezewa foul ndani. Kwa hiyo ni penalty pia ambayo haina kipengele. Zote zilikuwa zina haki na zote zilikuwa zina shida kabisa yani. Kutokana na mchezo kudelay kwa muda mrefu, dakika 15 zilizoongezwa, nazo pia umeziona ni sahihi katika mchezo au kuna namna pia imefanyika? Zile dakika zilizoongezwa ni chache sana mimi nadhani. Kwa sababu baada ya kuongeza dakika 15 bado Mashujaa wakaendelea kulala. Yaani wakalala tena. Kwa hiyo ule mpira utakao kuongeza dakika 20 zingine au 25. Tuwasikiliza baadhi ya mashabiki wa Mashujaa wanalalamika kwamba siku leo Simba amebebwa dhidi yao. Hakuna timu iliyobebwa. Yaani ukifanya madhambi unatakiwa uonywe kwa namna hiyo. Kadi nyekundu ni halali, penalty ni za halali. Hakuna timu yoyote ambayo imependelewa. Yuko hivyo. Tukirudi sasa kwa upande wa timu yako ya Young Africans. Ngoja kwanza. Tukirudi sasa kwa timu yako ya Young Africans. Barua ya kutoka kasi bana imerudishwa TFF. Unazungumziaje hili na mchezo huko pale pale? Ile ya barua ile, yani mwanzo kabisa kabla hata Yanga hajaenda kule, kila mtu alikuwa anafahamu hapa hakuna kesi. Kwa hiyo wale walikuwa wamejisumbua tu kwenda kasi, lakini hata mtoto mdogo kimwadisia situation ya ile kesi hawezi kupeleka malalamiko kasi, kwa sababu hajafuata utaratibu wa ndani na bodi ya ligi iliahirisha mchezo. Wao wanasema wameenda kupeleka timu uwanjani. Walipeleka kwa mazingira gani, kwa mamlaka ya nani? Kwa sababu wenye mamlaka ya mpira wamesema mechi hakuna. Wewe unapeleka timu uwanjani, how? Yaani unapeleka timu uwanjani. Wewe sasa kama mshabiki wa Young Africans, baada ya barua hiyo kutoka kasi kuletwa na majibu yameonekana kama yalivyo, unaishauri nini Young Africans wewe kama mshabiki na mwanachama? Yanga ifanye maboresho kwenye upande wa viongozi. Viongozi wengi sana wa Yanga wakuwa elimu yao kidogo na wasiwasi nayo, kwa sababu hata mwanasheria wetu kesi nyingi anashindwa, na viongozi wengine kama Alikamwe na haya hajui kabisa kuzungumza. Jana Alikamwe anaongea Zanzibar kwamba mashindano ya shirikisho ni madogo kuliko ya muungano. Kwa hiyo nadhani viongozi wetu wana tatizo kidogo. Mwanasheria wenu amejiuzulu, ni sahihi kwa upande wake? Ni sahihi kwa sababu ndio tunamlipa mshahara wa bure tu yani. Hana anachokijua yani, sijui ana sheria gani, amesomea wapi hiyo sheria. Kila kitu anashindwa. Alishindwa kesi ya Kagoma, akashindwa ya Mzee Magoma. Ameshindwa kesi nyingi. Hata hii ya juzi huku pia ameshindwa. Kwa hiyo ana haki ya kujiuzulu. Tafuta watu ambao wamesoma na wenye weledi. Mtapeleka timu uwanjani kwenye dabi? Mimi kwa upande wangu na watu peleke timu uwanjani. Na nadhani mpaka sasa hivi kwa sababu watu wanategemea waje watusaidie, wamesimamia haki, wamesimamia sheria. Kwa sababu sheria ni msumeno. Inakata kienda inarudi inakata vile vile. Kwa hiyo kasi wamesema mechi hapa inachezwa. Kwa hiyo inawezekana inatakiwa mechi ichezwe kama kasi wenyewe walivyosema. Na baada sasa ya Young Africans kushinda kombe la muungano hiyo jana dhidi ya JKU, mechi alizocheza Young Africans kwa kiwango alichokionyesha, wewe kinakukidhi wewe kama shabiki wa Yanga? Ya timu gani? Katika mashindano ya muungano, Young Africans performance yake ya timu zote mbili alizocheza mpaka kuchukua fainali, kiwango chake kinakuridhisha kwa jinsi wanavyokionyesha? Mechi za muungano ndio uhalisia wa Yanga ule. Yaani mechi za muungano ndio Yanga yenyewe yani. Inashinda goli 2-1, goli 1 bila. Lakini tukija mechi za ligi, na ndio maana utashangaa mechi zina mtu anashinda goli 5, goli 6 kwa sababu ya maelekezo, lakini kule Zanzibar ndio maana Yanga yenyewe inavyocheza. Bila GSM, bila timu ya kudhamini. Bana, shukrani sana. Asante. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani
ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.